Na kusalimu kwa upendo wa Mungu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu, ni kukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu nasema kukataa roho ya kutomiliki kilicho haki yako. Isaya mlango wa 65 mstari wa 21 hadi 23. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu watafurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni uzao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Mpendo wangu na rafiki wangu, asubuhi ya leo tunapokwenda kukataa au kuomba kukataa roho ya kutokumiliki, ni makusudi ya Mungu na ni mapenzi ya Mungu kila mmoja apate kumiliki kile ambacho Mungu amekusudia miliki. Inaweza kuwa unafanya kazi lakini hujawahi kumiliki kazi yako au baraka zako, na ni makusudi ya Mungu kila mmoja amiliki kile anachokifanya. Umetamani kumiliki biashara, umetamani kumiliki kazi, umetamani kumiliki vitu ambavyo ni haki yako kumiliki, lakini kuna roho iliyosimama kukuzuia wewe usimiliki. Asubuhi ya leo maandiko yanasema utapewa neema ya kujenga nyumba yako na utakaa ndani yako. Hata kama kuna watu wanasema hutawahi kujenga, hata kama kuna watu wanasema hutawahi kumiliki cha kwako, asubuhi ya leo ni kuambie, kwa mkono wa Mungu ulio hai unakwenda kumiliki kilicho chako. Haijalishi muda umepita ukiomba, ukitafuta, lakini majira ya Mungu inakwenda kuadia na utamiliki kila ambacho umetamani kumiliki siku nyingi. Maana Mungu ametuumba ili tupate kutawala na kumiliki. Ndiposa maandiko yanasema hutajenga nyumba na si mtu mwingine atakaa ndani ya hiyo nyumba, ila wewe Mungu atakupa neema. Kuna watu wanafanya kazi lakini hawafaidi matunda ya kazi zao. Kuna watu wanapanga mipango lakini mipango yao wao hawafaidi na watu wengine wanafaidi. Wakati Mungu alipozungumza na Yusufu juu ya ndoto alikuwa anaota, ndoto ile alimwambia baba yake, aliwaambia ndugu zake, lakini ndugu zake wakamwambia, hivi wewe unafikiri utakuja kutumiliki? Unafikiri utakuja kututawala? Wakaanza kumchukia. Nikuambie mpendwa, asubuhi ya leo, haijalishi ni mangapi watu wamezungumza juu ya ndoto yako, haijalishi ni vita ya namna gani imeinuka juu ya mawazo mema ulio nayo juu ya maisha yako, lakini kumiliki utamiliki, kwa sababu yuko Mungu akujaliaye kumiliki. Mungu atakufanya usimame mahali ambapo hakuna mtu angetegemea kama utasimama. Mungu atawafanya watoto wako kuwa vichwa, kama alivyosema kwamba mkisikia sauti ya Bwana Mungu wenu kwa bidii atawabariki. Nami niseme asubuhi ya leo mpendwa, kataa roho ya kutomiliki. Kila sauti inayokuambia hautawahi kuinuka, kila sauti inayokuambia hautawahi kufanikiwa, kataa hiyo roho. Maana maandiko yanasema hawatajitaabisha kwa kazi bure. Kwa nini? Kwa sababu wao ni uzao uliobarikiwa pamoja na watoto wao.
Nikwambia asubuhi ya leo, wewe ni uzao uliobarikiwa. Haijalishi kwenye familia yenu kuna laana iliyosimama, lakini Mungu huigeuza laana kuifanya baraka. Haijalishi kuna nini kilichoandikwa, hata yamkini imeandikwa ya kwamba ninyi ni watu wa kutokuinuka, ninyi ni watu wa kutokufanikiwa, ninyi ni watu wa kutokubarikiwa, lakini ni wanadamu wameandika, la Mungu ndilo litakalosimama. Maana maandiko yanasema watapanga mashauri, lakini mashauri yao haitatimilika, bali shauri la Mungu ndio litakalosimama. Asubuhi ya leo mpendwa, nataka nikuambie neno hili. Tembea katika hatua ya imani, ukaamini kumiliki kile ulichotamani sana kwenye maisha yako. Maana maandiko yanasema popote mtakapokanyaga kwa nyoyo zenu, nitawapatia kuwa miliki yenu. Kile ambacho umekiombea kwa muda mrefu, Mungu atakupa iwe miliki kama utakuwa na roho ya kumsubiri Mungu. Maana maandiko yanasema mtavuna msipozimia mioyo yenu. Nami nataka nikwambia asubuhi ya leo, usipozimia moyo, unakwenda kuvuna, unakwenda kupokea, unakwenda kumiliki kila ambacho umekitamani kwa maisha yako. Mungu akubariki. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo umjalie mtoto wako kumiliki maono yake aliyonayo. Umjalie mtoto wako kumiliki mipango aliyepanga, kila alichokitamani kwenye maisha yake kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu, fungua malango yaliyozibwa katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew kutoka Arusha, Tanzania. Namba yangu ya simu kwa wale wanaohitaji maombezi ni 0766921170.